Gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga ameonyesha wasiwasi mkubwa kufuatia kuongezeka kwa visa vya dhulma za kijinsia hususan ubakaji, akisema takwimu za hivi karibuni zinaonyesha hali hiyo inaendelea kuzorota. Akizungumza wakati wa warsha ya kutathmini mikakati ya kukabiliana na dhulma hizo, gavana huyo amesema ripoti kutoka idara ya polisi zinaonyesha ongezeko la visa vya ubakaji pamoja na matukio ya vitisho vya kuuawa tangu mwaka wa 2024, huku visa vichache pekee vikifikishwa mahakamani. As we sit here, just listen to some of these statistics. They are really scary. And I will only give you some za Nyeri tu usikie. From 2024 to date, from the Kenya Police Service, peke yake za Nyeri, defilement 154. Defilement 150. Haya. Hiyo ni gang defilement nao ni 2. Rape 26. Gang rape 10. Attempted rape 7. Indecent assault 36. Incest 3. Sexual assault 23. Murder related to GBV 16 hapa Nyeri. Threatening to kill domestically 71. Oh my God. Threatened. Nao ni wale wametokea. Because majority wananyamaza. From the Nyeri Magistrates Court, from 2020 to date, na hapa ninaona kuna tatizo. And this, because I know the representative of the magistrates, Nyeri Magistrate ako hapa ajue hivi. If those hiyo tumereport hiyo umesikia reported, lakini zile zimefika kotini defilement 92 na zile zilikuwa 154. Si unaona hapo kuna something is not happening because inatakana iwe 154. Kahiga amezitaka asasi za usalama kuhakikisha kesi zote zinazoripotiwa zinachunguzwa kikamilifu na kuwasilishwa mahakamani ili waathiriwa wapate haki. Amesisitiza kuwa kucheleweshwa au kukosekana kwa haki kunachangia baadhi ya wananchi kujichukulia sheria mikononi mwao. Wakati huo, gavana huyo amekemea vikali utamaduni wa kusuluhisha kesi za dhulma za kijinsia nje ya mfumo wa mahakama, akisema hatua hiyo huwapa nafasi washukiwa kuendelea na vitendo vya unyanyasaji licha ya kuwepo kwa sheria kali za kuwachukulia hatua. And therefore this meeting must not be about the normal stories about policies, the normal stories about conferences, the normal stories about workshops. It must be action oriented. And nobody is safe, let us agree. Some of the stupid silly cases we have had in Nyeri here have been negotiated, have been solved by village elders in Majengo. Yet a child has been killed, a child has been raped, a child has been defiled. Na wazee wazima, normal, some of them pastors, sit down and they look for a way to resolve such. How do you resolve that? How do you release a defiler ati atabadilika? Me, I believe, send them to hell and let God do his work. Because ni shetani gani huyu alikuja kukuingia leo ukafanya hiyo alafu akahama? Warsha hiyo ya siku moja imewakutanisha wadau mbalimbali ambao wamejadili mbinu na mikakati ya pamoja ya kukomesha dhulma za kijinsia kupitia ushirikiano kati ya vyombo vya usalama, viongozi wa jamii na mashirika husika.